tulikuwa tunampeleka kule wapi, Benjamin, ninyi ni mashahidi. Anaenda anapanga chumba kule Dodoma, anakaa anasubiri ili afanywe, maana kusafisha figo ni mara 3 kwa wiki na gharama zake ni kubwa. Mheshimiwa Rais ametuletea mashine ya kusafisha figo kwenye hospitali yetu ya mkoa. Naomba tumpigie makofi kwa kweli. Huu ujumbe ungeupata wapi kama sio kwenye mikutano? Kwamba mama, leo ukiwa na mgonjwa ambaye figo zimefeli, Mheshimiwa Rais Dr. Samia katuletea mashine hapa, manake gharama zako za kwenda Dodoma, nauli na kadhalika unakuwa umesave, unamhudumia yule mgonjwa. Na mimi nawashauri muweze kukata bima za afya ziwasaidie, kwa sababu siku hizi magonjwa ya kuambukiza yamekuwa ni mengi, yasiyoambukiza yamekuwa ni mengi, magonjwa ya pressure, figo na kadhalika. Lakini Mheshimiwa Rais amesikia kilio, hospitali ya mkoa imeletewa mashine hiyo. Lakini pia tumeletewa mashine kwa ajili ya kupima mfumo wa chakula, wale ambao wanahangaika na vidonda vya tumbo, wanadhani ni vidonda vya tumbo, kumbe mtu na matatizo mengine. Kuna mtu anaweza kama anatumia dawa za vidonda vya tumbo, tulikuwa hatuna mashine ya kutambua kwamba una vidonda vya tumbo au una vidonda vya tumbo. Kwa hiyo juzi Mheshimiwa Queen Sendiga, mkuu wetu wa mkoa, akiwa ni mwakilishi wa Mheshimiwa Rais, mnafahamu alichokifanya, amezindua mashine hizo kwa ajili ya matumizi yetu. Na ninyi wana Miomboni mna bahati sana. Wenzenu wanatoka huko wanakotoka, wanatoka Simanjiro, wanatoka Kiteto, wanatoka Mbulu, wanakuja hapa kwenu. Naamini hata nyumba zenu sasa, hata mkijenga za kupanga, wale wanaofuata huduma hiyo wanazipata mkiwa umepangisha nyumba zenu hapo. Badala ya nyumba za Dodoma zilikuwa zinapata wateja, ninyi leo Mheshimiwa Rais kwa kuleta hivyo vifaa ambavyo vinatafutwa, leo wakija wana Miomboni wa kwanza nyumba zenu kuweza. Hela za barabara mwaka jana wakati tunataka kuzileta, mvua zikaanza kunyesha, wakandarasi wakawa site. Mvua zilipoanza kunyesha, watu wa TARURA waweze wakaanza kuchonga barabara wakati mvua zinanyesha, sio taratibu. Kwa mantiki hiyo, wakandarasi walishapatikana, barabara zenu mwenyekiti amewasemea kwenye kikao cha ndani, zitapasuliwa, barabara zenu zitachongwa, maana fedha zilishapatikana. Tulikuwa tunasubiri maji, mvua iweze kusimama. Sasa naamini ni baraka na inaendelea kusimama. Kwa mantiki hiyo, muda wowote, na nashukuru uchaguzi wa mwaka huu mwenyekiti anakuepo yeye, uchaguzi wa serikali za mitaa unakuwa umeshapita. Anayeingia kwenye uchaguzi ni diwani pamoja na Mheshimiwa Rais na mbunge. Wakati sisi tuko kwenye uchaguzi, mtaona grader zenu, au kabla ya hapo mtaona grader zitakuja kwenye mitaa yenu, mtachonga barabara zenu. Rai yangu kwenu, kwa mtendaji wa mtaa, kwa wapi mtendaji, siku ukiletewa grader, itisha wananchi hawa wakwambia barabara ipi ianze, ipi ifuate. Kwa sababu mimi na diwani hatuwezi kupanga tena barabara za Miomboni ipi ambazo zitachongwa. Ni ninyi wenyewe kuamua ipi na ipi. Maana mnaweza mkapewa barabara 2 kwenye mtaa, alafu mkaanza kulaumiana, mbona hatuchongei hii? Mbona sisi hivi? Kutaneni hapa. Tuna barabara 2, semeni ipi tuanze. Kwa sababu TARURA pia sio kila barabara wanaweza wakachonga kulingana na ceiling ya budget, ambayo budget inakuwa ni kidogo.